Kama unacheki saratani tunashauriwa baada ya miaka 3 unarudi kuchekiwa tena. Kwa hiyo niliporudi kuchekiwa kwa mara ya pili nilikuta vile vimelea hakuna tena na hali yangu ikawa shwari. Hebu nipe 5 kwanza mamangu. Kwa mpaka sasa hivi afya yako ni bora kwenye issue ya saratani? Yaani kwenye swala saratani niko vizuri. Ni aje mwana afya kitaa, karibu tena kwenye afya ya kitaa leo. Leo tupo Kibilizi hapa. Tumekuja kwa mama yetu mmoja, nataka tupate uelewa wake juu ya kuadhimisha na kuongeza uelewa juu ya uwepo wa saratani ya matiti kwa wamama na kwa wanaume. Hebu twende mtaani ukawasikie. Mama za saizi. Za saizi mama. Salama. Shikamoo. Marahaba. Naona uko busy na shughuli yako hapa ya kufunga mwamvuli wako huu. Asante mamangu. Sasa mama, leo tumekuja hapa kwako. Tulikuwa tuna maswali machache sana, mawili kama sio matatu. Swali la kwanza, hivi unafahamu siku ya ambayo ni maadhimisho ya uwepo wa saratani ya matiti duniani? Sifahamu. Uifahamu kabisa. Lakini hii shida ya uwepo wa saratani ya matiti kwa wanawake au kwa binadamu, ushawahi kuisikia? Naisikia sana. Kuna watu ambao ushawahi kushuhudia madhara wanayopitia na maudhi kutokana na hii changamoto? Kuna watu ambao nimewashuhudia, lakini mimi pia ni mmoja wapo. Wakati nafuatilia vipimo vyangu kwa niaba ya afya yangu, mwaka mmoja hivi nakumbuka nilichekiwa saratani nikakutwa ninayo. Kwa mimi ni mmoja wa changamoto hizo. Uko kwenye matibabu mpaka sasa hivi? Hapana. Lakini hebu tukae kwanza, maana story inaweza ikawa kubwa. Au upo kwenye matibabu ulipata? Kwa mara ya kwanza wakati nimepima, sio kwamba kuna dalili yoyote ambayo nilikuwa naisikia, la hasha. Ila nilikuwa katika kufuatilia afya. Ndipo nikakutwa na vimelea vya saratani. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo kutwa na vimelea walikushauri ufanye nini? Muda huo huo nilipatiwa huduma. Nilipatiwa huduma. Na baada ya hapo mpaka sasa hivi yale maudhi au zile dalili ambazo ulikuwa unazisikia sasa hivi hazipo tena? Kwa sababu kama unacheki saratani tunashauriwa baada ya miaka 3 unarudi kuchekiwa tena. Kwa hiyo niliporudi kuchekiwa kwa mara ya pili nilikuta vile vimelea hakuna tena na hali yangu ikawa shwari. Hebu nipe 5 kwanza mamangu. Kwa mpaka sasa hivi afya yako ni bora kwenye issue ya saratani? Yaani kwenye swala saratani niko vizuri. Uko vizuri. Sasa kuna kitu kimoja tunataka nifahamu. Je, zile njia za kujipima mtu mwenyewe kabla ya kufika hospitali, ulielekezwa mtu kujikagua mwenyewe kwamba unaweza kujikagua hivi na ukajua kwamba hizi dalili za saratani? Sikuelekezwa. Kwa mpaka sasa hivi hujajua jinsi gani kujikagua dalili za saratani ziko hivi na hivi na hivi? Hapana. Hata hivyo nilikuwa katika, kama unajisikia homa, unajisikia vibaya, unajisikia nini, basi naona acha leo nitafutia hapa kiasi kidogo cha pesa niende nikafanye check up. Lakini upande wa saratani tunapima ni bure. Kwa hiyo ikawa ni moja ya fursa kwangu kupima. Sasa kuna kitu kimoja nitaka tena pia nifahamu mama. Kwa wewe ushauri ambao unaweza ukaishauri jamii hususa wa mama kwa mwezi huu ambao tupo tunaenda kwenye maadhimisho tarehe 19 ya saratani ya matiti duniani, unawashauri nini? Nawashauri kina mama wenzangu wakacheki afya zao. Saratani ni ugonjwa mbaya sana. Mama yeyote asisubiri mpaka hali yake itakapokuwa mbaya ndipo aende akacheki afya yake. Uzuri wa afya ni kucheki kabla ya tatizo. Sasa nilikuwa tunawaomba wakacheki afya zao. Basi nilikuwa naomba nikupe vitu vichache sana, sawa? Kuna dalili za kusema mtu mwenye saratani, sawa? Cha kwanza ni chuchu huwa zinabadilika, aidha kuvimba au kuanza kuwa ngumu. Pia ile eneo la chuchu lile linabadilika, ile ngozi inaweza ikawa ni imedumbukia au ikaanza kutengeneza vichunusi au mashimo fulani hivi ambavyo inakuwa sio hali ya kawaida, sawa? Kwa hiyo kitu kingine ambacho naweza nikakushauri mama, ukawaambie hususa wa mama wenzako mnafanya nao biashara, pia familia yako kama na watoto wa kike kujipima. Mnaweza mkaenda hospitali pia mkaelekezwa zaidi, lakini njia mojawapo ni kulala chini na kulipapasa ziwa kukagua hizo dalili nilizokutajia, aidha uvimbe au kubonyea au chuchu kuanza kubadilika rangi kuwa kama chungwa
watu wengi wao wanasema chuchu yangu imebadilika rangi, imekuwa kama chungwa. Hizo ni dalili mojawapo za nini? Za saratani. Na inashauriwa kila baada ya mwezi mmoja mwanamke au mwanadamu yote, lakini kwa wanawake anapaswa ajichunguze mwenyewe. Saratani ni kila baada ya mwezi mmoja, inapaswa ufanye nini? Ujichunguze. Sawa mamangu? Nafikiri kuna kitu umenielewa. Nimekuelewa. Basi usisahau kuambia hii ni Afya ya Mtaa ndio ulikuwa na wewe hapa leo. Sawa mamangu? Nashukuru sana. Naomba niseme asante sana. Ndio. Ndugu mtangazaji. Ndio.